kutushinda tukawa wavumilivu tunapoangalia mfano wa maisha ya watu ambao Mungu amewaweka mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo astahimili kuudhiwa. Ukiendelea kusoma mstari unaofuata, aliudhiwa lakini bado aliendelea kusimama na kusudi la Bwana. Hakuacha kwa sababu ya maudhi, kwa sababu ya hali ya mateso, bado Paulo aliendelea kusimama na kusudi la Bwana. Jambo la mwisho, ili tuingie kwenye muda wetu wa maombi, jambo la mwisho ni katika mstari wa 15 na ule wa 16. Mstari wa 15 na ule wa 16. Pale naeleza kwa habari ya maandiko matakatifu. Unaweza ukasoma pia pale tunapokwenda kumalizia. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15 na 16. Na ya kuwa tangu utotoni umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuheshimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Mstari wa 16. Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Amen. Asante sana. Neno hili maandiko katika lugha ya Kiyunani inaitwa theonesto. Haya ni maneno mawili ambayo kila moja ina tafsiri yake. Neno theo lina maana ya Mungu. Neno neos lina maana ya kupumua. Kwa hapa maandiko matakatifu ina maana ya pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu. Kwa wakati ambao unapitia magumu na unaona kabisa kuna hali ambayo sio njema, una hali ya kukata tamaa, pamoja na kujifunza kwa mchungaji wako kama Timotheo alivyojifunza, lakini pia lazima ulishike neno la Mungu. Lisome neno la Mungu. Kwenye hiyo changamoto, shika neno la Mungu. Tembea nalo. Liseme kama ni ahadi za Bwana, ziseme, zishike juu ya hali yako. Huenda ni ugonjwa, huenda ni biashara, huenda ni kazini. Shika lile neno la Mungu. Linanena nini juu ya kazi yako? Linanena nini juu ya hiyo hali uliyo nayo? Ukitembea na hilo neno, ni pumzi inayoweza kuleta uhai uliotoweka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu waweza kusimama tu mahali ulipo.